Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau subscribe. Sadaka za namna hii zinakuondolea upinzani. Neno la Mungu linasema hawa watu walipoamka asubuhi, kitu cha kwanza wakasema, mzee, mtoe mwanao. Kwa sababu gani? Ameiangusha madhabahu. Ina maana wale watu walikuwepo wanazuia kuinuka kwa Gideoni. Haujui ni watu gani, haujui wanafanya kazi gani, lakini adhea wapo. Mtumishi wa Mungu, mnisikilize kwa kitu. Hebu dadangu usome kitabu cha Wafalme wa kwanza, anzia sura 4. Kuna kitu Mungu ananiambia. Wafalme sura ya kwanza mstari wa 4. Wafalme wa kwanza sura 4. Nataka nikuonyeshe, hautajua zipo. Ngoja nikuonyeshe mfano wa Sulemani. Nini alichokuwa akifanya? Hakionekani kwa jinsi ya nje, lakini kinafanya kazi. Ni madhabahu kamili, na watu wengi future zao na hatima zao zimekufa hapo. Ndio maana haiwezekani mtu ambaye anatoa sadaka za namna hii mara kwa mara future yako haiwezi kukwama, kesho yako haitakwama, kwa sababu iko miungu kamili inafanya kazi. Lakini the moment unapotoa sadaka hizi, inaitwa sadaka za kina Gideoni. Kazi yake nini? Kuboost authority yako ulimwengu wa roho. Kazi ya sadaka. Usiku wakati naomba, ndio Mungu akaanza kunifundisha mambo ya Gideoni. Ni kuongeza mamlaka ya mtu ya ulimwengu wa roho. Hata kama mume wake hayupo, Bwana atakuwa pamoja naye. Hata kama ana watoto wadogo anasomesha, Bwana atasimama kama baba kwao. Wakati naomba kwenye ile nyumba, Mungu kaniambia, mtumishi wangu ameondoka, mimi ni mume kwa huyu mama, nitampa chakula, nitasomesha watoto, nitawapa kodi. Nisikize nikwambie kitu, kama hautajifunza kitu hicho, utawaza hela kuliko mamlaka. Utaanza kuangalia hela kuliko mamlaka. Mungu alichokuwa anakitafuta ni nini? Mamlaka ya Gideon katikati ya mji ijulikane. Mamlaka ya Gideon katikati ya nyumba yake ijulikane. Mamlaka ya mke katikati ya mume wake ijulikane. Mamlaka yako katikati ya ofisi yako ijulikane. Mamlaka yako ijulikane kwa jina la Yesu. Kuna watu wamekuzuia. Kwa nini? Mamlaka yako ndogo. Yuzi kuna kitu Mungu akanifundisha kitu kigumu sana. Kulikuwa kuna akiba kidogo ya sadaka zetu, nikazichukua zote, hata viongozi kuambia. Kulikuwa kuna kazi inaendelea ya kutoa bahati lote, tengeneza upya. Nilichukua sadaka zote, nikaenda kutoa sadaka zote nikazichukua, nikasema acha nipande mbegu zote, nikazichukua nikazitoa. Hatutafuti hela, tunatafuta mamlaka. Ukianza kuiangalia hela, umepoteza mamlaka yako ya kiroho. Ndio maana katika kitu ambacho Mungu akapiga kelele na Gideon, akamwambia, bro, umesaga unga sana, umepambana sana, hakuna kinachoenda. Watu wote mjini wanajua familia ya Manase ni maskini, familia ya Manase ni maskini, familia ya Manase ni maskini, familia ya Manase ni maskini. Lakini Mungu aliposhuka akasema, nataka nikutambulishe, lakini katika kitu ambacho kinapambana na nyinyi, madhabahu. Ukijua kitu, mtumishi wa Mungu, hata siku moja, wakati wote unapotoa sadaka, usiangalie hela, tafuta mamlaka. Tafuta mamlaka for any cost, tafuta mamlaka. Kwa sababu adui anajua akiondoa mamlaka, ameondoa sauti yako. Hebu nisome hiyo, naonyesha kitu watumishi wa Mungu hawa. Hiyo Wafalme wa kwanza sura 4. Anzia tu mstari wa kwanza, utaruka kidogo. Kuna kitu nataka nionyeshe kidogo hapo, utaruka. Yaani kuna vitu mtumishi wa Mungu, ulimwengu wa roho uko very technically, very
very technically. Hebu anzia mstari wa kwanza. Inasemaje? Sawa. Hebu Luka mstari wa 11 kwa sababu ya muda. Mstari wa 11. Sorry, Suleiman, Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Ngoja nionyeshe kitu watumishi wa Mungu hao. Wageni. Ndio. 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 Endelea mstari wa 4 kidogo kwa sababu ya muda. Sasa kunyonyesha hao wanawake, huyu baba alitokewa na Mungu 2 times. Aje kuwaje mpaka ikafika sehemu wanawake wa nje, wanawake wakafika sehemu wakaugeuza moyo wake mtu ambaye Mungu alikuwa akimtokea. Watumishi wa Mungu, nisikilize niwaambie kitu. Hebu endelea mistari ya chini kidogo pale. Hao wanawake walifanyaje? Ndio. 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 Umeona maneno hayo? Kwa huyu baba alikuwa na msimamo na Mungu wake, lakini kwa kadiri wanatoa sadaka kwenye miungu yao, wanatoa sadaka kwenye miungu yao. Biblia inasema over suddenly, mtu ambaye alikuwa na msimamo na Mungu, moyo wake ukaanza kugeuza mdogo mdogo, ukaanza kugeuza mdogo mdogo, ukaanza kugeuza mdogo mdogo. Sulemani yule yule ambaye akasema mimi nimejenga hekalu la Bwana, nimetoa dhabihu, nimefanya hiki na hiki, na Mungu akamtokea ghafla, moyo wake ukageuka, akaacha kujenga madhabahu ya Mungu, akajenga madhabahu ya kina Kodeshi. Moyo wake uligeuzwa kutokea wapi? Wale wanawake walipopokea zile fedha, wakatoa sadaka zao katika miungu. Wanatengeza nini? Mamlaka yao, mamlaka yao. Wakiingia kwa Sulemani, baba fanya hiki, baba anasema haina shida mke wangu, baba fanya hiki, haina shida mke wangu, baba fanya hiki, haina shida mke wangu. Wanatafuta authority. Watumishi, mnanielewa nyinyi watumishi wa Mungu hapa? Wale wanawake walivyokuwa wanachukua zile sadaka, wanaenda kwenye miungu yao, walikuwa wanatafuta authority yao. Walipokuwa wanatokea kwa Sulemani, wakisema baba tunataka hiki, wasema no, baba tujengee miungu, wasema mtu yule yule ambaye alijenga madhabahu ya Mungu, baadaye akajenga madhabahu ya wake zao ambao wanaabudu miungu yao. Kwa nini aliweza kufanya mambo hayo yote? Wale wanawake walikuwa wanajua kila hela wanaoipata kutoka kwa mume wao, nini wanaitolea wapi? Wanatafuta nini? Authority.
mtumishi wa Mungu, mimi nikuulize kitu. Wewe mamlaka yako unaipatia kutokea wapi? Unataka kwenda kuapply kazi, unaenda kwenye biashara, unaenda kwenye ofisi, unaenda kufanya jambo lako, your authority inatokea wapi? Mamlaka yako inatokea wapi? Wasema mtumishi, nimefanya jambo hili limekwama. Sawa, limekwama, but where authority yako inatokea wapi? Hao wanawake walijua huyu baba ana msimamo na Mungu wake, huyu baba anamcha Mungu wake, wakasema tutapambana naye. Wakasema ngoja tutafute authority yetu. Wakati wakiwapa fedha, wanakata kidogo, wanaenda kutafuta mamlaka, wanakata kidogo, wanaenda kutafuta mamlaka, wanakata kidogo, wanaenda kutafuta. Over suddenly baba yule asema mimi ni mtumishi wa Mungu, akageuza moyo wake. Nasema kuna vitu tutavigeuza kwa jina la Yesu. Nasema kuna vitu tutavigeuza kwa jina la Yesu. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau kusubscribe. Amen.